Vibe nyuma. Mchangamke. Hakuna vibe, tunarudi kwangu. Igwen Media, burudani kwa wote. Vipi mtazamaji wa Igwen Media, mimi ni J4G kutoka Igwen Media. Bwana, sikia leo tupo location, tunakuja kutembelea wasanii wa hapa nyumbani wa gospel, wasanii wa injili ambao wanakuwa wanafanya vizuri na kupeleka ujumbe kwa vijana na kwa wazee. Nyimbo zao zinakuwa sikika sana zaidi ya kwaya kama tulivyozoea zamani. Bwana, tuko na msanii wa kwaya, lakini leo tumemwona ameshirikishwa kwenye gospel na tunakuja kuongea naye kuweza kujua mengi zaidi ambayo alipitia hapa location na ambacho kilisababisha mpaka akaamua kumsaidia Ivete kwa siku ile. Bwana, twende tumsikilize yaliyojificha ndani yake. Habari yako? Salama. Labda ni kwa mara ya kwanza, labda kwa majina pale. Kwa majina naitwa Mwalimu Faraja Mwenebato. Mwalimu Faraja Mwenebato. Mwalimu wa kwaya? Ndio, mwalimu wa kwaya, lakini pia ni mwalimu wa shule zilizo rasmi. Wewe ni mwalimu wa kote kote? Kote kote, yes. Asante. Labda mwalimu, tuambie, tunakuona leo po location na Ivete. Ipi siri ambayo ilipitikana hapa mpaka kuchukua kufanya kazi naye? Tuko pamoja na Ivete Kembo. Ameona vema kunishirikisha kwenye hii kazi ya kimawazo kwa kuandaa mwanzo, lakini pia akaona isiishie kufanya ushauri kwa ajili ya kazi, ni jaribu pia kuweka sauti yangu kwenye kazi nzima. Lakini mwalimu, hapo kwenye video haona tofauti, kwa sababu mavazi ambayo mmevaa na mavazi ambayo inakatazwa na kanisani, na location yenyewe mnakuja kushuti kwa maseti, ni sehemu ambapo wanakuwa wanasema kuna ushirikina mwingi sana na Mkristo hawezi akafika kwa maseti, lakini tunakuona mwalimu na Ivete leo mnakuja kushutia hapa kwa maseti. Vipi kuhusiana na swala la kanisa, hawatawatenga? Hapana. Ambaye anasema kwamba Mkristo hawezi kufika sehemu kama hizi anajidanganya, kwa sababu Yesu mwenyewe alikuja kwa sababu ya watu kama hawa, na sisi pia tunalazimika, sio ombi, tunalazimika kuweza kufika mara kwa mara kwenye maeneo kama haya kufanya kazi za injili ya kumtukuza Mungu, ili kwamba kwa neema ya Mungu kupitia kazi hizi hawa watu ambao mnawazania kwamba wenyewe wamepotea wanaweza wakapata neema ya kumjua Mungu aliye hai kupitia ujio wetu wa mara kwa mara hapa. Kwa hiyo kwa habari ya kanisani hakuna shida, tuko vizuri sana. Hapo tumeona umetumia ile kauli ambayo unasema kwa ukifika kwa Roma naona kwa Mromi, ukifika kwa Waisraeli naona kwa Mwisraeli. Umefika kwa maseti na mavazi mmevaa yale mavazi, sasa watu watafikiria vibaya. Kwa nini msimpatie ujumbe lakini msitumie yale mavazi ambayo anakuwa anavaa wakati wa kupandisha? Sawa, kitu ambacho napaswa ni kuambie kwanza uelewe kwamba Biblia inasema kwamba mbingu na vyote vijazavyo, dunia na wote wakaao ndani yake ni mali ya nani? Ya Bwana. Kwa hiyo mimi na hao wote walioko mahali hapa na ili eneo lote ni mali ya nani? Ya Bwana. Kwa hiyo sisi kama watu ambao tunatembea kumtangaza Bwana ni lazima tufike kwa eneo ambalo Mungu ameliweka kwa kusudi la kuweza kufikisha ujumbe wake. Kwa hiyo kwa habari ya mavazi, hiyo isikupe shida. Mavazi yale tuliyovaa ni mali ya Bwana. Kazi tunayoifanya ni ya Bwana. Kwa hiyo usipate shida sana. Hapo mtumishi, leo unafanya kazi na Ivete. Tutarajie lini na utakuja kuachia kazi yako peke yako au channel yako peke yako, hapo utakuwa unapata nyimbo zako, kwa sababu sauti yako ina mvuto fulani kwa watu na ngoma moja uliyoimba kila mtu hapo location anatikisa kichwa, anasema kuwa umepatia, kwa sababu umeingiza vionjo vizuri sana na vinakuwa na ladha nzuri kwenye masikio ya mtu. Tarajia nini kutoka kwako peke yako tofauti na tulivyokuzoea kwenye kwaya? Kwanza kabisa nilikuambia kwamba mimi ni mwalimu na ni mwalimu wa kote kote. Na hii kazi sijaianza leo, nimeanza kuimba ningali mtoto mdogo sana. Na mpaka nikapewa makundi mengi kuyasimamia, kwa sababu ya Mungu ameruhusu mimi kusimama hapa duniani na kuwepo duniani kwa ajili ya kazi ya kumtangaza kwa njia ya uimbaji na kwa njia nyingine pia. Hivyo Mungu akinipa neema hiyo ya kuanza kufanya kazi peke yangu, basi mtaiona, kwa sababu yawezekana Mungu hajaruhusu
bado ananipa nafasi tu ya kufanya kazi na makundi ya makwaya mbalimbali, lakini wakati ukifika wa mimi kufanya kazi za binafsi, kumtangaza Mungu kwa mimi peke yangu kama mwimbaji binafsi, wakati ukifika basi itakuwa ni hivyo kwa ajili ya utukufu wa Mungu, mtaona. Asante. Na mapo mwalimu, kwa sababu muda sio rafiki po location, tuambie kuhusiana na nyimbo za vijana ambao wanakuwa wanaimba hapa nyumbani. Wanakuwa wanaimba nyimbo za kisasa zaidi, ni kwaya lakini inakwenda muundo wa kisasa zaidi, inakuwa tofauti na zile kwaya ambazo tuzoea tofauti. Hebu tuambie, unaona ni ujumbe upi ambao watu wanapokea kwa kiasi kikubwa sana zaidi ya hawa ambao wanajibeba wenyewe, kama mtu mmoja anaimba gospel, na zile ujumbe ambazo zinakuwa nakwenda kwa kwaya, ni zipi ambazo zinakuwa napokelewa kwa kiwango kikubwa na watu hapa nyumbani? Ya, niseme tu kwamba kinachosumbua ni mazingira ambayo tulionayo sasa hivi na wakati ambao tulionao pia. Wakati ambao tulionao ni wakati ambao vijana wamependa sana mziki ambao sio kama ule ambao ulitangulia wa zile kwaya. Na mziki ambao ulitangulia ulikuwa mziki wa makundi ya makwaya, lakini sasa hivi vijana wakajikita sana kwenye masuala ya mziki wa niseme wa gospel ambao mara nyingi sana unabebwa sana na mwimbaji mmoja, wengine wakawa ni madancers. Mwalimu, wengi ambao wanafanya kazi hii sio wale ambao walikuwa wanakosa nafasi ya kuimba kanisani ndio wamejitenga? Hapana, hapana. Unaweza ukawa kanisani na ukaimba kwaya ya watu wengi, mkawa na kiongozi wenu kule, lakini nafasi ya kutuma unakosa. Kona umenitenga sana kula cha mimi nijibebe mwenyewe. Hapana, hiyo sio kweli. Hiyo sio kweli. Ni hali tu ambayo imejitokeza sana kwa vijana wengi. Lakini pia naweza nikashauri kwa vijana wengi kwamba isiwe sababu ya kutoka kwenye kundi la kwaya kanisani ndo uje useme kwamba na mimi nakuwa mwimbaji binafsi, ukaacha majukumu ya kanisa, ukaona kwamba kule ulikoenda ndo kunafaa, ukasahau kule ulikotoka. Unajua mtu mpaka afikie kuwa mwimbaji wa nyimbo binafsi, mwimbaji wa gospel ambaye anafanya kazi peke yake kama mara nyingi anavyofanya dada yetu Yvette Kembo, alafu unapokuwa kwenye hali kama hiyo, unaacha majukumu ya kanisa au majukumu ya kwaya kule ulikotoka, unakuwa unafanya kitu ambacho sio kizuri. Kwa hiyo unapokuwa kwenye hali kama hiyo, ni vizuri pia unakuwa unakumbuka kule ulikotoka, ili kwamba kuwaandaa wengine ambao wanaweza kuja kuwa kama wewe baadaye. Asante. Wanasema kuwa wasanii hawa ambao wanatoa nyimbo za Injili, na twende moja kwa moja kwa Yvette, anasema kuwa halikosa hela kumpatia Fisto Chombo na wengine, ndio maana alikushirikisha wewe mwalimu wake ili umsaidie kwa bure. Inakuwa ndani yake? Ya kwanza niseme tu nashukuru kwa sababu ametambua uwepo wa mwalimu wake. Wapo vijana wengi wanafanya kazi nyingi humu kambini, wanakuwa wanashindwa kuelewa kwamba kuna waliowatangulia. Mimi nafahamika sana kwa hizi kazi za uimbaji. Nishafanya albamu nyingi za kwaya, lakini pia nishatoa ushauri kwa vijana wengi ambao wanaimba hizi nyimbo za gospel za kazi binafsi. Lakini nashukuru kwa sababu Yvette ameona vema kunishirikisha kwa hili. Sio kwamba kuna makubaliano nini, hapana. Kwanza nilipenda kufanya hiyo kazi kwa sababu mwenyewe amejisikia kwamba hapana, mwalimu yupo, ngoja nijaribu kuzungumza naye kwa ajili ya hii kazi. Na mimi sikusita kwa sababu amethamini umuhimu wangu na ameelewa kwamba naweza nikafanya kitu cha ushauri, lakini pia kumsaidia kwa upande wa uimbaji. Asante. Maana kwenye nyimbo bwana, nyimbo ukifuatilia Kiingereza kimepanda sana. Mimi nikafikiri ni mtu kutoka Marekani, lakini sio mwingine, ni mwalimu. Acha mimi nimwachie muda aende akafanya kazi, tutakutana muda mwingine. Bwana, hapa ni Gwen Media, mimi ni J4G. Asante kwa muda wako. Umesikia mengi kutoka kwa mwalimu aliyekuza na kufunza vijana wengi kwenye injili ya gospel. Bwana, asante kwa muda wako, tutakutana muda mwingine. Chao. Gwen Media, burudani kwa wote.